ni nuru. Jesus is light. Jesus is light. Yesu alipokuja duniani, tulipoanza kusoma, alikuja kama nuru. Mstari wa 4 wa Yohana sura ya kwanza mstari wa 4 unasema, in him was life and the life was the light of men. Ndani ya huyu Yesu kulikuwa na uzima. Na unasema na uzima huu ulikuwa ni nuru kwa wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unaposikia nuru hii, uzima huu ulikuwa ni nuru kwa wanadamu. Kwa hivyo Yesu alikuja kama nuru kwa wanadamu. Kwa nini alikuja kama nuru? Huu sio mwangaza. Nuru ni hali fulani ya mng'ao usio wa kawaida, kwa sababu nikitumia mwangaza bado itapotea, hii haitakuwa na maana. Ni hali fulani ya mng'ao, kitu ambacho kinang'aa na kinang'aa kwa hali kuu sana, ndio inaitwa light kibiblia. Nafikiri Kiswahili kimesema nuru, sio? Alikuja kama nuru ya wanadamu, na Yesu alikuja kama nuru ya wanadamu. John 1 verse 4. John 1 verse 4. Alikuja kama nuru kwa wanadamu ni kwa sababu wanadamu walikuwa katika giza. Amen. Na usisahau mpaka sasa kuna watu bado wako katika giza. Ni kwa sababu hawajaitambua ile nuru na kuiamini ile nuru ambayo ingeweza kuwatoa katika nini? Katika giza. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Unanielewa kweli? Mpaka sasa bado kuna watu wako katika giza. Na kuwa katika giza ina maana kuishi maisha ya dhambi. Dhambi aina yoyote. Ndio dunia inaitwa dunia ya giza, ni kwa sababu ya maasi makubwa na madogo yanayoendelea. Amen. Uvutaji wa bangi, unywaji wa pombe, uzinzi, uasherati, ukahaba, ulawiti, usagaji, unyeto, ubakaji, uuaji, wizi, utukanaji, unyang'anyi, udanganyifu na uongo wa kila namna. Hiyo ndio linaitwa giza. Sio giza la usiku. Giza ni maisha yasiyompendeza Mungu. Hiyo ndio giza. Amen. Na mtu anaweza kujiunga na kanisa lakini bado akawa ni mtu wa gizani, kwa sababu hajaangaziwa na nuru au nuru haijamzukia. Kwa hivyo nimesema kwamba Yesu alikuja kama nuru kwa sababu wanadamu walipotea mbali kwa sababu ya maisha ya dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikupatie kitu fulani cha mfano kwa haraka kabla sijaendelea. Ukiangalia hiyo taa inawaka kwa sababu kuna kitu kinapita kwenye waya kwenye ukuta huu. Alafu kikifika kwenye hiyo taa kinabadilisha mfumo, kinaitwa nuru. Lakini ndani ya ukuta kuna wiring au mfumo wa nyaya za umeme ambazo zimetunza kitu kinaitwa nguvu au nishati ya umeme. Bwana Yesu asifiwe. Na ile energy au nishati ya umeme ndio inatoka kule inaingia mpaka ukifika kwenye taa inawasha. Kwa hivyo hii nuru imekuja ni kwa sababu kuna kitu kimeunganishwa ndani ya nyaya au waya kwenye ukuta ambacho kinaweza kuwasha na kuleta nuru. Nisikilize vizuri sana. Kwa hivyo nuru, Yesu alikuja kama nuru kwa sababu wanadamu walikuwa wamepotea kwa habari ya dhambi. Kwa lugha rahisi, mtu akiikubali nuru ambaye ni Yesu. Unisikilize vizuri. Ndio maana nilikwambia kujiunga na kanisa haisumbui. Hata sasa hapa sikushauri kujiunga na kanisa, kwa sababu
Wakati Yesu amekuja kama nuru, palikuwa na dini moja ya Mafarisayo na Masadukayo. Kulikuwa pia na dini ya Sabato, ilikuwa inapinga sana na kusimamia mambo ya Torati, haikukubali kitu kinaitwa wokovu. Na wakati pia huo kulikuwa na dini kubwa ya Mafarisayo na Masadukayo, lakini kulikuwa na dini ya Wayahudi, the Judaism. Kulikuwa na dini ya Wayahudi, waliamini katika Torati ya Musa kabisa, waliamini maandiko ya Agano la Kale yote, lakini walikataa habari ya wokovu. Hawakukubali kitu kinaitwa nuru. Lakini Torati waliishika, Sabato waliishika, siku ya ibada waliishika, lakini kitu kinaitwa wokovu walikataa. Ni kwa sababu gani? Walikuwa wanaishi katika giza, darkness. Sawa? Wakati Yesu alipokuja walimpinga, hata wakamwambia mfalme, hangiki huyu, weka msalabani, potelea mbali huyu mtu, kwa sababu hawakuwa wanaona ni nuru kwao. Kwa hivyo nuru ilikuja ulimwenguni kwa sababu ya maisha machafu unayoyaona sasa. Amen. Mtoto anabakwa na baba yake, hii inaitwa giza. Amen. Ukiongea habari ya zinaa, wanakuona kama wewe umepotea na muda. Wewe sio unaongea vitu gani? Kwa sababu wanakuambia haya ni mambo ya kawaida, inaitwa giza. Amen. Ukizungumzia pombe wanakuambia tunaongea na tunaingia kanisani, hakuna shida, inaitwa giza. Watu wanauana usiku na mchana, inaitwa giza. Ukifungulia TV taarifa, giza, mambo machafu kila mahali. Watu waheshimu Mungu tena, wala watumishi wa Mungu, wala kanisa la Mungu, inaitwa giza. Hiyo yote Yesu alikuja kwa sababu alitaka kuleta nuru kwa wanadamu. Sasa nataka nikuambie kitu ambacho unatakiwa kielewe wewe kama wewe. Unaposogea nuru, mfano giza likiwa hapa, alafu washe taa, natumia mfano wa taa, utaona giza litaondoka ghafla, taa itachukua nafasi. Kweli si kweli? Bwana Yesu asifiwe. Basi nitoe mfano wa jua. Jua linapochomoza asubuhi, siku zote utaona giza linaondoka, hata nyota za angani zitapotea, kwa sababu nuru ya jua ni kali sana, na ndio ina supply moto katika system yote ya solar, niseme galaxy system, mfumo wote wa anga unaletwa joto au nuru na jua. Kwa hivyo likitokea jua ile saa 12 asubuhi kufikia saa 1 hauwezi kuona giza hata kwenye vichaka. Ni kwa sababu nuru ilikuja ili kuiondoa nini? Giza duniani. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Alafu nataka msikilize vizuri. Kwa hivyo mtu binafsi akiamini kitu kinaitwa nuru, akakubali kitu kinaitwa nuru, mradi kulikuwa na giza ndani yake na yeye amekubali nuru, giza huwa linatoweka na linakosa nafasi ndani ya maisha yake. Yes. Na wewe ni Yesu unamzungumzia. Amen. Kwa hivyo kuna uwezekano tunakwambia acha mambo fulani, lakini ukawa unashindwa kuyaacha kwa sababu hiyo nguvu wewe hauna. Umeelewa vizuri? Kwa sababu hiyo ni giza. Lakini ile siku utaamua kwa moyo wako wote, nimeamua nataka nimwamini Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Sio nimeamua kujiunga na kanisa wanizike, unisikilize vizuri, wanifanyie sherehe ya mwisho, au nimejiunga kama mimi wazazi wangu wakifa kanisa liwashike. Sizungumzii hivyo vitu ambavyo viko Western Province na Kenya. Nazungumzia mtu amekaa chini, nisikilize hapa, na akaamini, akaelewa kwamba akipokea nuru ambaye ni Yesu Kristo, mradi ameamini na amekubali kupokea, kama kuna giza ndani yake litaenda. Nisikize vizuri.
Kuna mambo huwezi kuyaacha isipokuwa umekubali nuru ije maishani mwako, kwa sababu huna uwezo kuyatoa isipokuwa nuru inaweza kuyatoa. Unapoikubali ile nuru, giza litaanza kwenda lenyewe. Siku moja niliwahi kumwombea mtu alikuwa na nguvu za giza au mapepo, kwa lugha rahisi demons. Na kwa mara ya kwanza nilijaribu kutendawili hicho nione kama ni kweli. Nikasema I command darkness to go away. Niliposema hivyo, mapepo yakalia. Sijamtaja Yesu. Ukisema I command darkness au naamuru giza kuondoka, ni lugha Yesu nasema naileta nuru. Amen. Na wakaondoka, yakatoka, akawa mzima. Najaribu kusema nini? Watu wakikubali nuru, utaona mambo ya giza yamepungua katika nchi. Yes. Utaona mambo ya giza yameondoka kwenye familia. Utaona mambo ya giza yameondoka kwenye vijana. Kwa sababu hakuna dawa ya giza bila nuru. Hakuna dawa nyingine. Ukitaka kuondoa giza, ulete nuru. Amen. Na ili uweze kuona kwenye nyumba iliyo na giza, mpaka ulete nuru ndio uone. Na siku zote unajua, taa ikiwashwa kama ilivyo hivi, ukiwa mbali kama hivi, unaweza kuonekana uko very clean, sawa sawa. Lakini ukasogea ukafika karibu, utaanza kuonekana kama kuna makosa yapo, lazima yaondoke ili ufanane na nuru. Yes. Umeelewa vizuri? Kwa dawa ya ukahaba, uzinzi, uasherati, uongo, udanganyifu, hila, hasira nyingi, uchungu, vyote ni mpaka nuru ipatikane. Nuru ikija inaondoa kila lisilo Mungu. Kila ambalo ni chafu huwa inaenda. Ndio maana huwezi kuibadilisha Kenya kwa watu kusoma. Watu wanasoma lakini nchi inaharibika. Watu wana pesa lakini nchi inaharibika. Lakini kama nuru ikiwepo, taifa litapona. The nation will be healed. Kijana kipokea nuru, hautasikia habari ya bangi. Kijana kipokea nuru, hautasikia habari ya pombe. Kwa lugha rahisi nasema hivi, nuru ikikumulika, kama kuna kitu ndani yako, kuanzia mwili mpaka roho, ikishamulika ndani yako, kila ambacho si Mungu huwa kinatoka. Ndio maana yake goes away. Na unaanza kuwa mtu safi bila kujifanya kuwa safi. Yes. Unaanza kuacha vitu ambavyo mtu hakuambia uache. Wewe mbona umeacha na hili? Nilipokea nuru na huyo anaitwa Bwana Nuru akatoa giza. Ndio kazi yake. Leo nimekuwa mtakatifu kwa sababu giza limeenda. Ndio maana duniani kuna watakatifu. Changanya kwamba hakuna kuokoka, hakuna watakatifu. Ujinga huo. Unakuta paka kanisani wanaambia watu hakuna mkamilifu. Soma Biblia yako vizuri wewe. Nuru ikija giza linatoka. Na nuru hailazimishi, unaamini tu na kupokea. Habari inaishia hapo. Nuru ikiingia giza huwa linaenda. Hatuwezi kukaa pamoja. Ndio maana wakati shetani ameasi katika mbingu, akataka abudiwe kama Mungu, alipofukuzwa, nisikilize vizuri. Sawa? Maandiko haya yanaonyesha kwamba na hapo Mungu akasema na wokovu utakuwa kwa wanadamu, kwa sababu Yesu ilibidi ajipange kumfuata huko chini ili aje kupambana na giza ambalo shetani atalileta hapa duniani. Light. Nuru hiyo. Huwezi kubadilisha hawa jenzi kwa kuongea na sheria sio nini. Tunahitaji nuru. Huwezi kubadilisha familia kwa kuongea. Watu wanahitaji nuru. That is all. Nuru ikija, wanadamu wataona. Yes. Amen. Naomba nisikilize, mawazo yako yasiwe nje, usiangalie kule nje. Look here na usikilize. Unasikia? Ikiwa wanadamu watakubali nuru, hautaona watu wakiuana. That is true.
How can you take a knife umchinje mtu kama wewe? You must be in darkness. Amen. Before you think kwenda kufanya uasherati, there must be darkness in you. Paka kuna kitu kinaitwa giza ndani yako. Paka unafikiria kwenda kuiba, you must be in darkness. Kwa hivyo nuru ilipokuja, ilikuja kwa sababu ya kuangazia wanadamu. Kwa nini? Walikuwa hawaoni. Sawa sawa? Walikuwa vipofu. Walikuwa wamekaa katika maisha yasiyompendeza Mungu. Hivyo nuru ikaleta. Na ni makosa kanisa kuhubiri kinyume na nuru. Lazima kanisa liwaambie watu habari ya nuru. Bwana Yesu asifiwe. Sio kuambia mtu akae hapa tazikwa na analoga. Sio kuambia mtu eti akae hapa tazikwa anafanya uasherati na uzinzi. Alafu unamwambia tutoa sadaka ubarikiwe. Weka fungu la 10 hapo. Ndio nini sasa? Kwa hivyo Mungu anapokea sadaka za watu na watu wanakwenda jehanamu. Unaona? Mungu anapokea pesa za watu na wanakwenda kwenye uharibifu kwa sababu wako gizani. Hata wanapotoa sadaka Mungu hawaoni. Unanielewa kweli? Kwa sababu wako gizani, hawawezi kuonekana. Wanatoa lakini Mungu anaona tu zinaanguka. Hakuna mtu anaonekana. Ndio maana. Yes. Pero ndio maana huwezi kuvuka ujana kwa kujifanya utajilinda mwenyewe. Ujana unaruka kwa kuokoka. Mpokee Yesu, nuru ndiye atakuvusha maisha ya giza ya ujana. Yaliyojaa uasherati wanakuambia lazima tujaribu mambo yetu. Tujaribu mambo yote. Umekuwa microphone. Ndio tuna test hapa ndio kama inaongea. Tujaribu mambo yote. Test everything. Test mpaka na mwili test kwanza. So unaambiwa test na test. Tumeanguka tukua vijana nikiwemo mmoja wao. Hatukutest mambo haya. Hata usiposema amen mimi hainisumbui. Hatukufanya testing ya maisha na mwili. Kwa sababu tulipokea nuru tungali wabichi. Haujanielewa mpaka hapo. Tungali wabichi. Hatujaiva tuwe yellow. Haujanielewa. Hujanielewa nasema nini? Kwa hivyo kujaribu hatukuweza kujaribu hapa na pale. Tulipita express. Gari halina break. Kwa sababu nuru inaondoa giza. That is all. Tunataabika. Watoto hawasikii. Watu hawasikii. Vifo kila mahali. Mateso. Zinaa. Pombe. Bangi. Kila kitu kimeharibu nchi. Zamani ulikuwa unakuta bangi unasikia sio na uzonga. Sasa hii bangi iko kila kona. Alafu nasema tu hakuna shida makanisa mengi. Wingi wa makanisa ingekuwa ni wingi wa Mungu, mahitaji usingekuwa ilivyo. Hata usiposema amen hujanielewa vizuri. Yaani ingekuwa wingi wa makanisa ndio wingi wa Mungu, basi mahitaji ingekuwa kilivyo. Na pia wingi wa watu kanisani sio wingi wa Mungu. Amen. Tunaweza kuwa wawili lakini Mungu amejaa full, hujanielewa. Yaani tunaweza kuwa tu watu wangapi kanisani lakini Mungu amejaa, na hiyo ndio kanisa Mungu anataka. Hataki watu wajae alafu wanakwenda jehanamu wote. Ni haja gani sasa? Hata kwa pastor au prophet au nani haitakuwa faida kwake. Watu wanakufuata alafu wamejaa giza. Ukiangalia hauoni mtu. Light ikimulika mtu kwenye mawazo, kama alikuwa anawaza vibaya, mawazo yanaondoka, anakuwa clean. Anaanza kuwaza kama Mungu, anaanza kuwaza mambo sahihi, anaanza kuwaza kuishi, unanielewa? Anawaza kufanikiwa, anawaza kutenda mapenzi ya Mungu. Ni kwa sababu ameangaziwa katika mawazo. Light. Anakudanganya, hakuna wokovu, wewe. Kama sivyo na mimi ningekuwa nakunywa pombe sasa hivi. Kwa nini kingenishinda? Kama sio hivyo ningekuwa na watoto 50 mawe 3. Nini kingenishinda? Tuache mambo ya ajabu bwana. Unaelewa kweli? Inawezekana. Lazima uelewe wanadamu wanahitaji nuru hata kuliko kusoma. Unanielewa vizuri? Wanadamu wanahitaji nuru kuliko pesa. Wanahitaji nuru
kuliko kuwa na maisha mazuri, because pesa wanazo na mambo yamekuwa magumu. Ni kwa sababu nuru ikikosekana, hata pesa kuzitumia ni shida. Anapata pesa mtu, anapotezea kwa makahaba, si ndio maana yake? Ni kwa sababu nuru haipo. Wanalia watoto wake, anapotezea pesa kwa watu wajinga. Yes, nuru. Kila kijana busy, girlfriend, boyfriend, nipate wapi mpenzi? Ndio ujana wa siku hizi. Busy na wanakuambia ndio kukua mkubwa, ndio kukua, ndio kujua kila kitu. What do you know? Kisha kama kuna kitu unatakiwa ukijue, ijue nuru na uwe na mahusiano na nuru. Wewe ndio mtu mjuaji, anayejua sana. Hata Mungu amesema katika Yeremia, atakayejivuna ajivune kwa kuwa ananijua mimi. Mungu atusaidie. Amen. Nuru ilikuja kwa sababu ya kuleta nuru ilikuja kwa sababu ya wanadamu, ni kwa sababu walikuwa gizani. Anasema mstari wa 5, and the light shines on the darkness. Haya, sikiliza vizuri. And the light hii ni ajabu. Sikiliza Kiingereza. Nayo nuru huangaza juu ya giza. Haijasema ndani ya giza. Haya. Yaani nuru huangaza lakini sio ndani ya giza. Sikiliza. Yaani huwezi kusema nusu Yesu, nusu dunia. Unanielewa nasema nini? Huwezi kusema nusu Yesu, nusu uasherati, nusu uongo. Huwezi. Yaani ni either ni darkness or ni light. Kwa sababu anasema na hiyo nuru huwa inaangaza juu ya nini? Unajua kwa nini inaangaza juu? Nuru ndio mamlaka ya mwisho ya Mungu. Andika, Yesu ndio mamlaka ya mwisho ya nani? Ya Mungu mwenyewe. Mamlaka katika lugha ya Kiebrania, mamlaka inamaanisha kwamba haya ni uwezo wa mwisho, the mighty mamlaka. Nimesema Yesu ndiye mamlaka ya mwisho ya Mungu. Ukisema mwisho, hakuna wa pili, final. Yesu ndiye mamlaka ya mwisho. Yesu ndiye mamlaka ya mwisho ya Mungu. Ndio maana nimekuambia unene hapa damu ya Yesu. Wewe unafikiri tunacheza? Speak the blood and believe. Uone mambo yanafanyika. Amen. Wakati mwingine unasikia sikio linauma, you just unaweka kidole hivi, unasema I speak the blood of Jesus. Ukitoa hivi limeacha. You don't need somebody to pray for you for that. Ukisikia macho yanasumbua precious, weka vidole vyako. Hiyo vidole vya shetani hivyo. Hiyo kwako mwenyewe. Weka hapa, alafu hivi ya Mungu, maana wewe ni wa Mungu. Weka hapa hivi kwa damu ya Yesu. Hivi. Macho haya nisikilize. Wewe huiwezi damu ya Yesu. Umenisumbua muda mrefu na kunenea damu. Ishia hapa. Unanisumbua nini? And it goes. Unajua ni imani yako na vitendo. Kisikia ni kitu kinauma, weka tu hapa. Napaka damu ya Yesu. Unafikiri tunakiri uzima kwa nini? Kwa nini tunaongea sisi wazima hakuna kuwa mgonjwa? Tunazungumza kwa sababu ya imani na damu ya Yesu. Bila hiyo hatuwezi kuzungumza kitu. Anasema unajua kwa nini nuru huangaza juu, sio chini. Yesu ndio mamlaka ya juu, mamlaka ya mwisho. Hakuna mahakama ya rufaa katika hilo. Ndio mamlaka ya nini? Ya mwisho. Na kwa kuwa ni mamlaka ya mwisho, hawezi kuja akawaka chini ya nini? Ya giza. Yaani huwezi kumweka Yesu chini ya shetani. You can't do that. Na mimi siwezi kumlinganisha msichana aliyeokoka na msichana ambaye anapinga injili au haamini na hataki mambo ya Yesu. I can't compare them. It is not possible. Haiwezekani. Na huwezi kumlinganisha na mimi ninayehubiri injili ya Kristo na mtu ambaye anakataa habari ya Mungu na anapinga wala hamjui. You can't compare me. Ni makosa makubwa sana. Amen. Unasikia vizuri? Kwa nini? Amesema na hiyo nuru inapokuja haiwezi kwenda chini, inaangaza
juu ya giza. Manake mambo ya haki, mambo ya utakatifu, mambo ya Mungu yatazidi mambo ya gizani automatic. Usidanganywe, nikwambie kitu hujui. Kadiri giza linavyokuwa jingi na linazidi dunia, ndivyo taa itang'aa zaidi. Ukitaka kujaribu, subiri giza liwe jingi, sio totoro kule nje, alafu washa nini? Likizidi giza, taa itawaka sana, hata kama haina moto, hata kama ni moto kidogo, mradi giza linazidi, taa itawaka. Kwa hivyo wanavyokuambia hakuna kuokoka, watu wamejiharibu, watu ni wajinji, kila mtu ameharibika, ni hivi: kadiri watu wataharibika sana, wenye haki watazidi kung'aa sana. Finished case. Kutaendelea kuwa na vijana ambao wako kama Meshach, Shadrach na Abednego, wasichana kama Esther, wasichana kama Debora, ambao walisimamia na kusudi ya Mungu, na hii dunia iliyooza haikuwajua chochote, haikuwaelewa wala kuwajua na haikuwafikia. Hawajanielewa mpaka hapo. Pamoja na kwamba wanasema ndio watu wanazidi kuharibika, nielewe, hata wakisema makanisa yanaharibika, ni hivi: katika hili watakapoendelea kuongea, kutainuliwa watumishi wa Mungu wa kweli, makanisa ya kweli, watu wa Mungu wa kweli, na nuru itazidi giza. Finished case. Wewe usilete mchezo hapa, ng'aa unaongea. Funga mdomo. Tunajua siku hizi watu wameharibika. Na wewe umeokoka. Mnafikiri utaweza? Na sisi tulikuwa tumeokoka. Nini? Kwani mimi naitwa Veronica, sio ndio Veronica? Nenda kwa mabaya kwa haya. Mimi naitwa Victor, mimi si Veronica. Kama umeharibika, nenda na uamue kurudi mapema kabla ya muda kuisha. Unasikia? Dunia inaongea. Siku hizi hakuna mtu aliyo. Hakuna. Siku hizi hakuna wachungaji wa kweli. We. Domo wako. Nuru ikija, sikiliza, inaangaza juu ya nini? Fanya mkono wako juu ya nini? Juu ya giza. So kama kuna darkness ndani yako, nuru haiji chini yako. Inakuja wapi? Kuanzia kwenye ufahamu wako juu, inaanzia huko. Unasikia inavuruka. Inaanzia, unaona? Inavuruka, ina connect mpaka roho, nafsi, inageuza hivi, inaenda mpaka unasikia mpaka miguu imeisha. Mimi ni wa Yesu. Ungesema amen. Unasikia I'm for Jesus. Mimi ni wa Yesu. Unajua kuna watu wamekamatwa na Mungu mpaka nasikia ameishiwa nguvu za mwili. Ni kwa sababu Mungu amemkamata, amekoroga kuanzia juu mpaka miguu, mpaka ardhi inapokea moto. Kuna siku moja niliwahi kuimba na abudisha. Wakati naabudu, nikasikia moto umeshuka na ukaanzia juu. Mic nilikuwa nimeshika, nikasikia kama inapasuka, mkono ulikaa hivi masaa mengi, na nikasikia kama ardhi imepokea kitu ambacho sio cha kawaida. Yaani mimi nimeshamaliza na mimi mpaka na ardhi. Ndio maana na uwezo wa kutakasa hii madhabahu na kusema mtu mgonjwa asitaki kumwombea aje akanyage hapa. Usinielewe vibaya. Ina maana kama nuru imeingia na imeshapita kwangu imaliza, naweza kupatia hata ardhi. Yes. Mnanielewa kweli? Do you believe? Ileta nuru. Wewe ukitaka kujua, mfano sisi taa imewashwa, sio? Si mtu mmoja hapa aseme hapa nilipokaa nimekataa giza nikae, uone kama nitakaa. Si taa hiyo hapo. Straight. Kama una uwezo simama. Tufanyie example. Ndaanza kuhubiri siku hizi. Ndaanza kabisa kuhubiri because of you. Kama yupo stand up ambaye anasema nataka sasa hii taa niikomeshe. Hapa nilipo natengeneza giza langu. Create it there. Giza likae hapo na huko nyingine taa inawaka. Tunakuita mganga wa kwanza. Hakuna waganga. Utakuwa wa kwanza wewe. Yes. Yupo mkono juu, anza kazi tukwambie. Tukuachie microphone si tuende nyumbani. Because unajifanya uelewi. Sikiza, giza hata ingekuwa mwe tatu kiasi gani, taa iliyoko itang'aa mpaka itakupasuka sijui. Because giza linazidi na taa itawaka. Wasichana wakiwa wanaharibika na wengine wanapona zaidi.
inakwenda vice versa. Vijana wa kiume wakipotea, wengine wanaingia kwenye ufalme. Maana ni maamuzi ya watu, hakuna kulazimishwa. Wazee wakienda that side na vijana wazee wengine kwa Yesu. Yaani ni kupishana mlangoni, out in. Tajua mwenyewe kwa mambo yako. Hakuna kuokoka. Utaongea mambo yako ufie huko. Don't say that. Hakuna pastor wanaosema kweli, na mimi nasema hapa kweli. Hakuna prophet anasema kweli, niko hapa. Usiende mambo ya ajabu ajabu. Hata mpaka ujichanganye kidogo. Mpaka ujimix kama kijana. Ujimix wewe ni soda. Wewe ni mchanga na vijiti unakoroga eti ujimix kama unacheza watoto. Ujimix nini? I can't mix myself. Hakuna compromise. Nimeamua hii njia ni light through, light express. Na sishuki njiani mpaka heaven. Hata usiposema amen, mimi sijui habari yako. Sishuki njiani. Nashuka Eldoret mpaka heaven. Sishuki Eldoret. Light has come. Kwa hivyo hata watu wakiongea kwenye familia, look at them, don't talk. Light why itetei. Light ikiwepo watu wasema yeye inawaka. Hakuna anza kujitetea. Unajua nini hata kuongea? Tulia. Ikishawaka si wataona watu inawaka. Huwezi kwanza kuambia mnaona inawaka. Mnaona hata kuongea bwana, light haizungumziwi, inawaka yenyewe. Switch on and off. Now, do it. Okay, Kwa hivyo ulipowasha uliongelesha. Ulipoiwasha uliongelesha. Yes. Itself inajipeleka yenyewe. It shines on. Kama kuna kitu kinakusumbua usimfuate nani? From today, call the light of Jesus. Kwambia naita nuru ya Kristo juu ya jambo hili. Juu ya tabia hii. Hata kama nikatabia, sawa? Juu ya hii tabia ambayo siipendi lakini huwa inarudi. Kuna kitu kinaitwa hasira ndani yangu kinanisumbua. I call the light of God. Au moyo mwepesi unakwazika sekunde moja papo umeshakwazika umeharibika. Call the light. Na uiambie usitoke hapa light mpaka umemaliza hii kazi. Na of course light ni ya milele, haitoki inakaa. Kisha kaa kile kitu kilikuwa kitaondoka. Kitakuwa unregistered, unsubscribed, kitaondoka. Alafu utakuwa salama. Inaitwa nuru. Amen. Ndio maana madhabahuni nimekwambia tumepiga marufuku zinaa. Na hatuchezi, we are serious. If you want to know we are serious, wewe fanya uje ukae hapa. Nitainua mkono wa Bwana. Niseme moto ushuke, toa zinaa. Unarushwa mpaka nje. Taniambia uliendelea kufanya nini utajua mwenyewe. Kwa sababu tunapozungumza imefika mahali kanisa limekuwa ni story, sio? Ni story ya Abunwasi na nani? Wale nani wale? Abunwasi na nani wale? Abunwasi na nani? Hamjui? Kaya za Abunwasi. Musa alienda, Musa akatoka. Hiyo story imeisha ya Musa. Tuko kwenye maisha halisi. Amen. Anasema na hilo giza, anasema oh my God. Kuna baada anasema for the darkness sikiza has never, oh my God. Na giza halijawahi kuishinda nuru. Ungemshangilia Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Yaani giza halijawahi kushinda nini? Maana yake Yesu atakuwa mshindi katika siku hii. Baada ya mambo yote, Yesu atakuwa ndiye mshindi na kanisa litashinda. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Waambie wale wanaleta vitina juu ya kanisa, wanaongea hapa na pale, wanajipanga na vitu vya kutengeneza hapo mtaa. Waambie hiyo kesi zao, na wanapoongelea hiyo giza haitashinda kanisa hili. Na mmesikia ninasema, shindaneni, mtafute pa kwenda. Hamtashinda kanisa la Mungu, hamtashinda watumishi wa Mungu, hamtashinda watakatifu. Kuna mahali mtakwama. Kwa sababu imeandikwa, sisi tuseme letu imeandikwa, na hilo giza halijawahi kushinda. Anasema overpower, halijawahi kuwa na nguvu kuliko nini? Nuru. Ukitaka kujua giza hili huwezi kuelewa hili giza origin yake ni nini? Chanzo cha giza ni nini? Haya. Unaelewa Kiswahili? Chanzo cha giza ni nini? Ilitoka wapi giza?
Hiyo tuachane na story hiyo tu. Nuru ilitoka wapi? Ndio Mungu mwenyewe. Kwa hivyo nuru ina chanzo, giza halina chanzo. Niliambiwa tu kaa hapa nikakaa. Lakini Mungu alikuwepo kabla ya giza. Kwa hivyo nuru ilikuwepo kabla ya giza. Ndio maana haiwezekani kile ambacho kilikuwepo kabla ya kingine kikashindwa na kile kilichopo. Kwa hivyo giza likijaribu kupambana na nuru, huwa inafika mahali giza linakwisha huko linapotea, alafu nuru inatawala. Hawajawahi kuona asubuhi mwezi ukisema siendi popote, jua likishaingia mwezi safari. Linaenda. Nyota za shu. Ushawahi kuona asubuhi nyota zinatoroka, jua linakuja. Ushaona kweli? Zinapotea, alafu jua linasema mimi ndio mtawala wa wakati. Kwa lugha rahisi, nuru itatawala. Kwa sababu gani? Giza halijawahi kuwa na nguvu kushinda nuru. Amen. Pamoja na ujanja wako mwingi na ukorofi wako, nataka utumie tu mfano wa Kenya Power and Lighting Company. Kuna kitu kinaitwa nishati ya umeme, the energy of electricity. Ukitaka kujua hiyo ni mbaya, achana na hii switch. Toa hiyo taa, alafu chukue maji weka kwenye vidole, alafu ikise. Wewe unajua pambana? Si unajua kupigana vita? Try it and you will see what will happen. Nje kwenye milango umekwisha, habari mazika. Because itakumalizia. Hii ni power. Yaani umeelewa? Giza halijawahi kuwa na nguvu kuliko nuru. Kwa hivyo hata kama kuna uasherati, kuna uzinzi, kuna ukahaba, kuna ulawiti, kuna usagaji, kuna ufiraji, sio kuna nini, kuna udanganyifu, kuna hila, kuna pombe, kuna bangi, kuna yote ni hadarati yote. Hata kama kuna hivyo, hivi habari ya Mungu wa kweli, wokovu wa kweli, Yesu ataibuka kuwa ndiye mshindi wa siku hizi za mwisho. Ataonekana ndiye na hakuna mwingine. Ni kwa sababu imeandikwa. Unajua ni vizuri kusema maandiko. Imeandikwa. Giza halijawahi kuishinda nuru. Oh my God. Nisikilize vizuri. Giza halijawahi kuishinda. Yangu inasema halijawahi kuwa na nguvu kuliko nuru. So nisikilize, hata hivi vitu ambavyo unaviona vinakusumbua ni vile umevipa nafasi. Nisikilize kijana. Mwili unaweza kukusumbua kwa sababu umeupa nini? Nafasi. Unausikiliza every day. Wasichana mnasikia? Ukikwambia dress hivi, wewe ndio unausikiliza. Lakini ukiamua kutousikiliza, mwili hauwezi kukushinda. Amen. Ndio unasema kijana, fanya uasherati. Na wewe unausikiliza unaenda. Lakini kama ukiamua sikusikilizi, nitamsikiliza Yesu, mwili utashindwa na kazi ya uasherati na utamfuata Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Ni kwa sababu haijawahi kutokea giza likaishinda nuru, na haina nguvu kuliko nuru. Amen. Wanakuambia nyakati za mwisho hizi watu wameharibika, makanisa yameharibika. Hizo story huko. Ukweli ni huu. Giza halijawahi kuishinda nuru. Finished. Yes. Wanasema hakuna kuokoka, tumeokoka. Na mimi nimeokoka. Okay, sio wewe, mimi nimeokoka. I'm born again. Jesus Christ is my personal savior. Na jana mauti nikuta huko. Kama utaenda wewe, I don't know about you. Shirisumbue. I'm telling you what I'm believing in and live you. Siku ukiingia precious heaven, search for me. Tunaona nimekaa karibu na Yesu pale mbele. It's not a story. It's something clear. Giza kwangu haitawahi kunishinda. Nuru take over, imechukua nafasi, and I'm headed to heaven. There is no question. Laiti ungeelewa nasema nini. Unaweza ukaamini pia maisha yako yabadilike. Kuna vitu vidogo vinakuchezea hapa na pale. Unaweza kuvishinda kwa kuamua kuita light. Uambie Jesus, mulika hii maisha yangu, mulika haya maisha. There are things trying to disturb me. Umeelewa vizuri? Mulika mguu, mulika kichwa. Every shine and tell me the right thing. Na hata mdomo unaweza kuambia light, work on my mouth. Light, work on my body. Nasikia mambo ya zina. Work on me. Light, hii tamaa ya zina iende. Nataka kuishi na Mungu. Because hii kitu haiwezi kuninyang'anya raha ya Mungu yote ya milele eti dakika 5. Hii kitu haiwezi kuninyang'anya. I want to stand. Na utaona Mungu akikutetea.
Ni kwa sababu imeandikwa. Mwambie mwenzako it is written. Mwambie imeandikwa. Kama ingewezekana msalimie, mwambie it is written. Kiwezekana msalimie. Kama salamu zako ni mbaya pia hakuna shida. Mwambie tu it is written, imeandikwa. Imeandikwa. Hey. Giza haitawahi. Kwanza has never, halijawahi. Okay, sikiliza. Ukisikia halijawahi, wasomi mpo, sio? Has never, sio will never. Has never maana yake tangu uko nyuma kote. Unanielewa? Yaani tangu hizo zamani haijawahi kuishinda nuru. Sasa leo ndio itashinda. Leo ndio itashinda. Kuna mtumishi Mungu mmoja yuko hapa Kenya, alitoa onyo juu ya viongozi wa nchi. Akawaambia mfanye mambo yote huko chezeni na Kenya, but don't play with the church. Unajua Kenya alisema hivyo. Alikuwa anawaambia mambo ya gizani msilete kwenye kanisa la Mungu na hamwezi kulishinda kanisa. That is all. Play with anything lakini sio kanisa la Mungu. Kwa sababu limebeba nuru. Amen. Lakini pia mimi nasema hata wewe unaweza kuamua kuishi hivyo. Mambo mengine yafanyike, lakini kuondoa Mungu kwako ni kazi ngumu. It is impossible. Amen. Ndio maana nimewaambia wale wanazunguka hapa, wanaongea, wanafanya nini, wanapanga hii kanisa sisi tufanyeje. Wametafuta mbinu nyingi mpaka wamechoka saa hii. Naomba hiyo ya mwisho msifanye. Maana mmepewa ya mwisho mjaribu. Na usinielewe ni vibaya, nimesema kwa kumaanisha kabisa. I'm not joking, simogopi mtu yeyote katika nchi. Ni kwamba hata ile ya mwisho, let them not try. Kwa sababu imeandikwa, giza halijawahi kuishinda nuru. Amen. Na unaweza kutarget, hata shetani akiforce vitu vibaya kwako, unaweza ukaongea, shetani, wewe pambana, pigana. But I want to tell you one thing. It is written. Kama Yesu alivyosema na yeye. Alimwambia shetani it is written na akatoka. Akashindwa akaondoka. Giza halitaniweza. Mambo ya gizani, I'm not part of it. Mimi sio wasemi ya giza. Nisikilize. Muda wangu bado upo. Anasema, for the darkness has never overpowered it, put it out or absorbed it. Unasikia vizuri? Bwana Yesu asifiwe. Unaelewa vizuri? Mnakumbuka siku tumekesha hapa kilichotokea? Mlikuwa hapa huyu na huyu. Mnakumbuka? Na ile. Watu wakakimbia polisi, sio? Na watu wale walipokuja hapo waliuliza na wakasema, "Hii watu hii imekuwa register." Nikawaangalia, wamekuwa wakali bana. Nikasema sasa hii mbona? Imekuwa. Wakaniambia tuko na ofisi kesho. Kaambia hakuna shida wazee, mimi na mimi. Kesho asubuhi huyo nikaenda. Nimefika, kitu cha kwanza nilichoniuliza, hii kanisa imesajiliwa? Nikawaambia makaratasi haya. Wakasoma. Akasema kumbe imesajiliwa siku nyingi. Akaniambia nenda. Sasa unaweza ukauliza swali. Hao walikuwa wanaenda huko, walikuwa wanasema nini? Na kwa nini yule alisema endelea, hakuna shida? Alikuwa anajaribu kusema kanisa huwa alishindwa, watu watashindwa na mambo yao yatakoma, na ni vibaya sana. Unaweza ukafa kabla ya muda wako, lakini kanisa litaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Jifunze kuheshimu hata mtu aliyeokoka, hata na mtumishi tu pekee yake, hata mtu aliye, don't fight that person kwa sababu amechukua nuru. Wewe si umekataa kuchukua nuru, yeye amepokea nuru. Don't fight, kwa sababu ukipambana hiyo nuru itakukabili na uenda usiishi kwa sababu tu hiyo. I've seen people get lost kwa sababu walipigana na watu waliookoka. That is all. Bwana Yesu asifiwe. Na kama hujaokoka wakuchezee, but if you are really saved, don't talk. They will one day face the music. Watakuja kujua wamecheza na nuru. Na ndio maana kanisa lichezewa. Hata wewe unatakiwa kuchezewa, sawa? Acha watu wasikuchezee, hata kama ni ndugu zako, hata kama ni wazazi, hata kama ni kaka, ni binamu, shangazi, nani. Mtu asikuchezee, ajaribu kudunisha Mungu wako na kucheza na wewe, akifikiri wewe si mtu. No. Cross line. Mimi nakwambia kitu hujui. Darkness has never overpowered the light. Amen. Sikiliza, na inasema hivi. Giza, put it out. Sikiliza, yani giza haliwezi kuingia hapa saa hii, sawa? Nikupe mfano.
giza hawezi kuingia wapi? Likiongezeka hii taa itawaka zaidi. Umeelewa nimesema nini? Unless to switch off. Ungemshangilia Bwana. Umeelewa nimesema? Unless umtoe Yesu ndani yako na utoke kwa Yesu, that's when darkness will overcome. But so long as yuko ndani, hata magonjwa ya kija huwa yanatoka. Hey. Ana dhambi kijaribu kunyemelea. Giza lina nuru inaipiga, inaniambia hapana, hapa sio kwako, nilishaingia, nimemiliki, hapa ni milele. Mpaka dhambi inasema nimetii. Inaenda. Nisikilize. Hiyo taa giza likitokea ni mpaka izimwe. Umeelewa nimesema nini? Isipozimwa hakuna kitu kingine zaidi hapo. Tutaendelea kusimama. Tutaona na kusoma usiku wote because light haitoki kwa amri ya giza. Ungemshangilia Bwana. Umeelewa nimesema nini? Amen. Unasikia vizuri? Kwa lugha rahisi, watu wanashindwa kuishi katika nuru kwa sababu wanaamua wenyewe ku switch off. Amen. Wamekusumbua nyumbani, unaanza kuwaza sasa hawa watu tutaishije namna hii? Basi niache Yesu tukubaliane na hawa. Ukisha hata tu kubaliana, giza linakumaliza siku hiyo. Unaweza kuzima kabla ya watu wote. Because giza linakuja ghafla, maana saa imezima. Ukitaka kujua giza liingia hapa na kuzima taa mara moja. Sawa? Ndio giza linaongezeka zaidi, alafu linafurika kila mahali. Kwa hivyo unaweza ukaamua wewe mwenyewe kuswitch off, na watu wao wanaamua kuzima taa au kuzima nuru wenyewe wakati Yesu hajawakataa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hujawahi kukaa alafu unasikia mawazo yanakuja kama vile hujaokolewa? Unasikia kama vile bado ni mawazo tu. Inaitwa shetani. Anajaribu kuingilia giza, nuru aone kama anaweza. Baadaye unashinda, unaingia kanisani. Inaonyesha nuru haijawahi kushindwa na giza. Ukiangalia tatu kama hujaandika, nuru haijawahi kushinda, giza haijawahi kushinda nuru au kuiondoa. Put out ni kuiondoa nuru. Bwana Yesu asifiwe. Let me give you an example. Yaani shetani hawezi akaja kumtoa Yesu ndani yako. Umeelewa? Ni mpaka wewe uamue kumtoa Yesu, umkatae, umkane, useme sikuhitaji na sihitaji mambo yako tena. Unajua Yesu ni mpole na mnyenyekevu. Ataenda pole pole, aende. Nikupe siri moja. Yesu akiingia kwa watu anaingia kwa nguvu. Haya. Tangu umeokoka unasikia power. Na akitaka kutoka kwa sababu umemvuruga na hutaki akae, huwa haendi kwa nguvu. Anatoka pole pole. Nani amenielewa vizuri? Lakini shetani akija kuingia kwa mtu anaingia pole pole. Yaani pole pole tu. Twende tufanye uzinzi. Twende uasherati. Hiyo ndio hapana. Leo nakataa. Kesho twende. Si niende nisie? Mara ya 4. Twende. Unajua watu wa siku hizi wako hivi wote. Kweli fulani haja kuonyesha watakatifu shetani. Alafu unasema sawa, tukutane wapi? Kesi imeisha hapo. Hii inaonekana anakuja pole pole. Lakini siku moja nitakuonyesha wanapotoa mapepo. Shetani huwa anapiga kelele kama anachomwa. Hey, tunaenda. Wanaongea kwa nini? Wakiwa wanatoka ni kelele, kiingia pole pole. Haleluya. Kuingia wanaingia. Kwa hivyo hata mtu akimwacha Mungu, huwa anamwacha Mungu pole pole. Anaanza kuacha maombi, anaacha kuja kanisani. Anakuja mara moja moja, ukimuuliza kwanza anakuambia uongo. Ukiuliza kwani umekuja ibada ukasema uongo, umeanza kwenda. Na siku zijazo tutakuona. Sawa? Unasema mtumishi wa Mungu, nilikuwa na kazi nyingi. Na ni ukweli ulikuwa una kazi ulilala. So inaenda hivyo. Pole pole, alafu baadaye unasikia mtumishi nilikuwa na kazi. Kumbe umesafiri umeenda kucheza na watu mapera huko. Sawa? Bwana asifiwe. Kuna mmoja alisema hapa anaenda siku kusuka. Kumbe haendi kusuka. Mimi najua alikuwa ameenda wapi. Hii tabia ya kudanganya inaongeza unaondoka. Unasikia vizuri? Alafu baadaye utaanza kuunga. Baadaye tutakuona tu hata Bwana Yesu utaki kuisikia. Alafu tunajua mwenzetu ametuaga. Tunaanza kulia. Because shetani anakuja pole pole. Ila akitoka fujo. Amen.
Wangapi tangu mmeokoka mnasikia kama moto unawaka hapo? Wote tangu mmeokoka unasikia kama kuna moto, kuna kitu kinawaka. Hiyo inaitwa fire of God. Yesu akija anakuja kwa nguvu. Lakini shetani akija pole pole, alafu mwisho unakuta umeiacha imani. Anasema or appropriated it. Anasema and the light shines on the darkness, for the darkness has never overpowered it, but it put it out or absorbed it. Na pia giza, nuru haijawahi kulipokea nini? Giza haijawahi kupokea nuru. Sikilize vizuri. Ikija nuru, giza linaondoka. Kwa lugha rahisi, sikilize. Ukiwa gizani, amen, huwezi kusema giza baki, nuru kaa hapa kidogo. Yaani naokoka nusu, kwa Yesu nitakuwa na dunia nitakuwa. Huwa haiwezekani mpaka kimoja kikae. Kwa hivyo wanasema hata giza haijawahi kuipokea nuru. Ndio maana mtu akiwa gizani akipokea nuru, giza linaenda. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kama unaandika unasema there is no half salvation. Hakuna wokovu nusu. Unaokoka mguu kitu hakijaokoka. Hallelujah. Unaokoka roho mwili haujaokoka. Hakuna half salvation. You just get saved. Umeamua nuru ni nuru. Na Baliza anasema and it or appropriated to it or appropriate it. Anasema huwezi kulinganisha nuru na giza. Yaani Bwana Yesu asifiwe. Wangapi anapenda usiku sana, samahani lakini. Wangapi anapenda usiku ukiingia ndio wanapenda sana, yaani ndio maisha haya sasa. Mbona kama hamjanielewa? Nimeuliza swali. Wangapi mkiona giza limeingia mnasema sasa haya ndio wakati wenyewe sasa? Isipokuwa unataka kusimama kando ya barabara ndio unataka giza liwepo. Niliwakuta vijana wawili hapa kwenye hii kona ya Fijo hapa mbele. Mimi ni mkorofi sana. Nikakuta wamesimamishwa kwenye vichaka, wamesimama kwenye vichaka. Kijana mvulana msichana wote watu wa sekondari siju. Wapo hapo, wameshikana kwenye vichaka hapa saa moja. Mimi nina akili nyingi, nikamulika tochi. Ili nione huyu msichana gani na huyu nani. Nikamulika. Wakakasika kweli. Si nilikuwa naenda nuru hiyo, watoke gizani, naita nuru sio? Nuru yako. Tokeni gizani. Walikasirika, sisi kama wanatafuta siku moja sema, haitumulika mtumishi wa Mungu. Na unajua mtumishi wa Mungu kumulika, siku ile utakumuzwa bila tochi. Ulimulikwa kwa kwenye kichaka kwenye kona afiyo. Unaamua ukaacha njia, ukaendelea na mambo yako. Yesu atakuuliza siku hiyo. Kwa nini uliona tochi na ukuuliza nani anamulika? Maana nilikuwa serious, nilitaka wanikumbuke kesho wanitafute. Waniambie kwa nini ulitumulika, nimwambie nilikuwa nataka mtoke gizani. Yesu alikuwa anawaita. Bila kuongea. Nataka kusema hivi. Wanasema mstari unaofuata and is unreceptive to it. Giza haliwezi kupokea nuru. Maana yake ukipokea inabidi liondoke. That is it. Naenda kumaliza. Bwana Yesu asifiwe. Unaonaje habari ya nuru? Muulize mwenzako. Unaonaje habari ya nuru? Okay, wangapi mnapenda asubuhi ikifika? Msimuwe tu serious. Kuna watu asubuhi ikifika wanajua kazi itakuwa. Hakuna kulala. Sasa hawataki habari ya asubuhi, hata jioni hawataki. Wanataka tu usiku ufike walale. Si mseme tu ukweli. Unajua nawaangalia na najaribu kufikiria. Wangapi mnapenda giza likiingia? Mnapenda nuru? Haleluya. Wazembe wanapenda usiku sana. Watu wote wazembe, wavivu wanapenda usiku. Sio gani ni kulala tu. Na unaweza kujificha pia hata kama ulali, ukajificha kwenye ndizi, watu wakafanya wakakaa tu wanakula na wewe umejificha kwa sababu hutaki. Wangapi mnapenda giza? Wangapi mnapenda nuru? Yaani mchana. Sasa nikushauri uipende nuru. Mimi huwa nikilala kabla ya kulala napanga mambo ya kesho. Mambo ya kesho nitafanya 1, 2, 3, 4. Kama jana tulipanga leo tutakuwa shamba na tukaenda mapema na tumemaliza na kazi tumekuja hapa. Ina maana tunapanga mambo ya kesho, tunapenda nuru. Bwana Yesu asifiwe. Nimalize nikikwambia kama unapenda maisha yako ya baadaye,
utaipenda nuru, ili upange maisha yaliyo sawa na Mungu. Ili kama unapenda giza, utaendelea na maboyfriend, girlfriend na ujinga huko, ili maisha yako ya baadaye yawe ya maswali. That is what I mean. Kuanzia leo ujue ukiokoka umeipokea nuru. Mungu akupe neema kuishi maisha ya wokovu. Amen.